Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni ndugu zangu kwenye kipindi chetu cha maswali, majibu, majadiliano juu ya imani yetu Katoliki pamoja hasa na Biblia. Wakati uliopita tulizungumzia juu ya ule usemi extra ecclesiam nulla salus, extra ecclesiam nulla salus, ambayo ni maneno kwamba nje ya kanisa hakuna wokovu. Ni swali liloulizwa na ndugu mmoja, na yalikuwa ni maneno yanapatikana katika maandiko ya Mtakatifu Cipriano wa Carthage wakati ule wa karne ya 3. Lakini kanisa, nilisema kanisa lilitafakari kwa miaka yote, na katika mtaguso wa pili wa Vatikano walikubali kwamba hata nje ya kanisa kama jamii au jumuiya iliyokuwa ni chombo cha wokovu kilichoanzishwa na Yesu Kristo, inawezekana kupata wokovu, kwa sababu Roho Mtakatifu anavuvia popote anapopenda, hana mipaka. Kwa hiyo wale wabatizwa ndio wanakuwa katika kanisa lili kama chombo cha wokovu. Lakini kuna wengine ambao wanabatizwa kwa tamaa, labda hawakupata nafasi ya kukutana na institutional, yani taasisi kanisa, ambapo kuna maaskofu na mapadre na shemasi na waumini waliobatizwa. Wao wanamtamani Kristo, lakini hawakuweza kubatizwa, hawakuweza kupata sakramenti. Lakini hao wanaokolewa na Kristo na Roho wa Kristo ambaye anavuma popote apendapo, na hatujui anavuma upande gani na anatoka wapi. Kwa hiyo kama Roho Mtakatifu ni nguvu ya utakaso wa kanisa, nguvu ya utakaso wa wanadamu na ulimwengu kwa ujumla, basi yeye anaweza kutakasa pale alipo na anapokwenda. Na kwa hiyo walikubaliana kweli kuna uwezekano wa mmoja kuokoka, kupata wokovu nje ya kanisa kama taasisi, institutional church. Maana kanisa ni pana kuliko institutional church. Tunapozungumzia ecclesia, ni kubwa kuliko lile kanisa lililo katika mfumo wa taasisi, yani papa, maaskofu, makardinali na mapadre, na hiyo ni institutional church. Lakini kanisa ni pana zaidi, linakusanya hata wale ambao hawatuoni. Kwa mfano, tunapozungumzia kanisa, kuna roho zilizo toharani, ni kanisa. Kuna roho kanisa linalotembea ambalo ni institutional, hili tunaliona. Kwa hiyo kanisa ni pana, na pia kuna wale ambao hatuwaoni, lakini Roho Mtakatifu anawajua na anawaendea pia. Waliumbwa kwa sura na mfano wake, na anapenda kuwafanya wote wawe chini ya Mungu Baba, muumbaji wao. Sasa wote hao
ni mystery, tunaita mysterion katika lugha ya Kigiriki, ni fumbo. Na tukubali kila wakati, na tusahau kwa wale ndugu zangu wa teolojia zetu za kibinadamu tu, kwamba Mungu ni fumbo, wokovu ni fumbo, Kristo Yesu ni fumbo, kwa kweli fumbo kubwa. Kwa hiyo tunamwachia yote, ila tunaamini tu. Kwa mfano, wazazi wetu wa kale waliokoka kwa sababu walitamani kufanya vizuri, kuishi maisha mema, walitenda mema, lakini hawakumjua Kristo. Hao sio kwamba wamepotea kwa kuwa si kosa lao, walizaliwa wakati si wao. Yesu amesema hata babu Ibrahimu alitamani sana kuona siku zake. Yesu aliwaambia mitume katika Injili ya Yohane. Kwa hiyo wababu zetu wale waliofariki kabla ya Kristo, kabla imani haijafika kwetu, hao nao waliotamani kufanya mema, walioishi vizuri, walikuwa na mapendo, hawa hawatakosa kumuona Mungu, wataokoka tu. Kwa hiyo ndio maana fumbo, na kanisa lote pia ni fumbo. Kanisa ni fumbo kubwa. Tusifikiri kwamba tunalijua kanisa, ni fumbo. Kwa hiyo kwa mapana yake na ukubwa wake ni fumbo. Na kanisa lilifungua milango. Hii haina maana tusifanye, tunaita proselytism. Proselytism maana yake kutangaza habari njema kwa wale ambao hawajajua. Haina maana tusibatize. Hapana. Mtu ambaye hajui wazazi wake, huyo anapata matatizo, anakuwa na mahangaiko. Lakini ukijua wazazi wako, ukaishi nao, unapata privilege nyingi sana kuliko yule ambaye hajui wazazi wake, kumbe wazazi wake wapo, wala hapati bidii ya kuwatafuta. Anahangaika huku na huko, kwenda kuomba mitaani na kwenye wanaitwa watoto wa mitaani. Kumbe yeye sio mtaani, ana baba, lakini hakufanya bidii hata kumtafuta, hata kuulizia. Huna anapata matatizo, anataabika tu bila sababu. Anahangaika, vitu vidogo vinampa matatizo. Sisi tunapata huduma kwa sababu tunamjua baba na ametuahidia. Tunapata masakramenti, tukikosea tunaamshwa, nguo zetu zinasafishwa, nguo za kiroho na maana. Tunapata chakula cha njiani, tunapata kitulizo. Zile sakramenti zinatusaidia kwenda mbele kwa matumaini. Hatukati tamaa ovyo ovyo, kwa kuwa tunajua baba amekushatupa ushindi tayari katika Kristo. Kwa hiyo watu walio katika ile kanisa la wabatizwa, jumuiya wabatizwa, hawa wana nafuu kuliko wale ambao hawako nje. Vitu vidogo vinawapoteza kwa sababu hawana hata msaada wa kuwapa moyo. Wanaweza kukata tamaa tu. Na kwa hiyo kwao wokovu ngawa upo, lakini ni kuupata ni shida kubwa. Kivitu vidogo vinaangusha. Shetani anawashambulia vibaya sana kwa sababu hawana mtetezi. Kwa hiyo walio katika kanisa Katoliki, hawa wana bahati, ni privileged, wana nafasi kubwa ya kuokoka. Hawa struggle wenyewe, wana struggle as a community, wana struggle pamoja na misaada wanayopewa ya kanisa. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wamepata favor, manake ni zawadi, wamepata zawadi. Mimi mtu hawezi kunitisha sana, wala siishi kwenye giza. Najua ninaenda wapi, natoka wapi, napata maelekezo. Nikiugua napata dawa. Nikiwa kazi imekuwa ngumu, najua nimkimbilie baba nimueleze. Wale ambao hawamjui, wanajitegemea tu, hawa ni rahisi sana kupotea. Kwa hiyo kanisa linatupa nafasi kubwa zaidi ya sisi kupata wokovu.
ni chombo cha wokovu. Kwa hiyo mtu ambaye anamjua Mungu na kwamba alipendwa, anajua kwamba anapendwa na Mungu na hata Yesu Kristo amekufa kwa ajili ya upendo huo, huyu si rahisi sana kutetereka na kupotea. Lakini yule ambaye hajui, rahisi sana kupotea. Kwa hiyo ndio advantage ya kuwa Mkristo Mkatoliki. Ni watu ambao wako uani kwa Mungu. Ni watu ambao wana sifa na heshima. Hata ungekuwa mwana mfalme, kama hujui wewe ni mwana mfalme, unajidharau tu. Unajidharau, unaishi ovyo ovyo tu. Na ni rahisi sana hata kuwa na hadhi ile inapotea. Lakini yule ambaye anajua kwamba mimi ni prince au princess, anajistahi, anaishi vizuri, anakuwa na naweza kusema with confidence kwamba mimi ni fulani na naishi hivi mashangu haya. Ndio Mkristo Mkatoliki. Unaweza kuishi vingine, watu wanakutisha baba yako yuko hivi, ana mawazo mengi ya mengine mapotofu, mengine sahihi. Lakini kanisa Katoliki lina picha kamili ya Mungu. Wana ufunuo kamili wa Mungu kwa kuwa imempokea ufunuo katika Yesu Kristo, hitimisho la ufunuo. Kwa hiyo sisi tuna hazina kubwa katika kanisa. Kwa hiyo mtu ambaye amebatizwa, nimesema huyu ni mmoja wapo ambaye amepata privilege, ni privileged person. Na hiyo privilege hii tusitupe ovyo ovyo na hama huku na huku kama kwamba hujui hata baba yako, hujui mama yako. Huyo mtu ni dhaifu sana huyo. Na kwa Mkatoliki au Mkristo ni uchungu mkubwa kupotea, kwa kuwa atakuwa amedharau yale aliyopokea na anayeweza kuyapokea. Ameyadharau yeye mwenyewe, ameyadharau, hata hana cha kujitetea mbele yake. Lakini kwa yule ambaye hakupata ufunuo huu tulionao sisi, huyo Mungu anamwangalia kwa jicho lingine tena tofauti na sisi. Ndio maana wale waliopata privilege, waliopata favor, yani walipata msaada mingi, watapata bakora kwa wingi. Waliopata mengi watadaiwa mengi. Sisi tutadaiwa mengi kwa kuwa tumepata mengi na tunayo mengi ya kutukinga. Umeshapewa hata bunduki ya kukaa na wewe, mbwa mwitu akija piga risasi. Lakini huna kitu, alafu kisikia hata jogoo tu anawika nje, unakuwa na wasiwasi. Ndio hiyo privilege tulionayo. Kwa hiyo yule mtu ambaye amesema nje ya kanisa hakuna uokovu, ni kwamba naeleza pale kifupi. Kanisa linatueleza kwamba hao wote walioko duniani mwisho wake mlango mmoja tu, ni Kristo. Hata kama hajui, ataukuta. You may not know at the end nobody knows what kilicho pale mwisho ni nini. Lakini kanisa linatuambia pale mwisho kuna mlango, na ule mlango ni Kristo. Na huwezi kuingia bila yeye. Unaweza kumtambua au kutokumtambua. Utamtambua kwa aina mbili: kwa matendo yako. Kwa matendo yako. Hao ni wale ambao hawakupata privilege yoyote. Hao babu zetu wa karne zilizotangulia walitenda matendo mema, na hao watakutana, kumbe yale matendo hata bila wao kutambua yalikuwa ni yanatolewa na Kristo. Watapita kwake. Wale walikuwa na madini mengine ni ajabu na masanamu, na hawakupata ufunuo, hawakuwa na namna ya kumjua Kristo. Hao watamkuta tu, na hana mlango mwingine, huo tu. Haya, waambia wewe uliishi vizuri kwa yale uliyojua. Ulikuwa mtu mwema, ulitenda mema,
you loved people, you were a good person, na ulikuwa na mambo mengi lakini yalikutesa, uliyumba, lakini baadaye umerudi kwa mtu mwema tu, kwa wema wako, kwa dhamiri yako. Ingia mwanangu, nimekusaidia sana, lakini ukutambua ni mimi nakusaidia, nenda tu. Lakini wewe hata kama ulikuwa Mkatoliki, ulikuwa Mkristo, unatenda mabaya, kwanza utapata bakora nyingi zaidi. Na hata kama ulikuwa mpagani na madini mengine ya kuabudu masanamu tuliona hayo huko mashariki na wapi, madini ya ajabu, mafundisho ya ajabu, ni katika mhangaiko ataangalia matendo yako. Na kama hukuishi kadiri ya yale mafundisho mema uliopewa, adhabu pale pale. Ni yeye alikuwa anatoa kwa namna nyingine, adhabu pale pale. Kwa hiyo mlango ni Kristo. I am the door, and nobody comes to the Father without me. Kwa hiyo hakuna wokovu nje ya Kristo, sio nje ya kanisa. Hiyo statement ni kubwa zaidi. Hakuna wokovu nje ya Kristo. Kwa hiyo ndio hiyo tu naanza kudefine kwa yale maswali niliyokuwa naeleza. Ecclesiam manake hapana kuwa nazungumzia taasisi. Lakini when you consider the church as the body of Christ, then there is no salvation outside Christ. Na hiyo hakuna mtu anaweza kupinga. Maana yeye mwenyewe amedeclare, soma Injili ya Yohane anaposema yeye ni mlango, na kwa kweli hakuna mlango mwingine, moja tu. Na wote walioko nje huko milango wanapita ukutani ni wezi, na wanaweza kupigwa risasi. Kumbe hakuna wokovu, ningesema hakuna wokovu nje ya Kristo. Lakini sio nje ya kanisa, kwa sababu kanisa ni kubwa zaidi kuliko hili picha tulionayo kwamba kanisa ni ile taasisi ya kihierarkia. Hapana, ni zaidi. Nafikiri imeeleweka. Nimefafanua kidogo kwa sababu tulipitia kwa haraka, lakini hiyo statement kwamba outside the church there is no salvation, extra ecclesiam nulla salus, hiyo ni maneno yaliyoandikwa na Cyprian zamani, lakini yametafakariwa kwa miaka mingi, na baadaye kanisa limefafanua vizuri zaidi, na ikaeleweka kwamba bado tutabidi kubatiza watu, tutabidi kutangaza Kristo, watu wamtambue, we-advert, wamfahamu, wamtambue, ili wapate kinga na nguvu na sababu ya kuishi. Waishi watu kama sio yatima, bali wanaye, watambue baba yao. Vizuri sana ukimwambia unajua huyu ni baba yako, ndio akujua. Then kumbe nateseka hapa, mzee na kila kitu bana. Wewe unakwenda kula kwenye ndoo zile mabaki ya chakula kwenye mahoteli, naenda kuomba pale, kumbe hoteli ile ni ya baba yako. Wote piti. Kama yule jamaa aliyekuwa amesafiri kutoka Ulaya, ana zamani zile Waingereza wa Italia especially, and even the Germans, walihama wengi sana kuelekea Marekani, the new land. Huko walipanda meli kuelekea Marekani, kuvuka hii bahari kubwa hii. Sasa mmoja Sicilia mmoja Italia alikusanya kipesa yote aliyokuwa na kila kitu, akaweka kibindoni, akasema mimi naenda kutafuta maisha mapya. Akaaga mkewe na watoto, akawa mbaki mpaka mambo yakienda vizuri. Hata nikikaa miaka 10 msihangaike, kagazaneni tu nyinyi, sijawaacha, mjue ninawakumbuka. Sababu hata mawasiliano ilikuwa shida zamani zile, hakuna simu, hakuna nini, hata barua itachukua miaka labda kufika. Basi akaondoka, kaingia kwenye meli kubwa, watu maelfu. Yeye akakaa pembeni pale, alikuwa na vipesa vidogo alivyokusanya, weka mfukoni, akafunga kwa isiyo ikaibiwa, alafu itakuwa matatizo. Hajui anakokwenda itakuwaje. Kwa hiyo aliweka kama kinga ili aweze kupata hata chakula kwa miezi kadhaa wakati anatafuta kazi. Na pia hata kulipa kwa lodging au somewhere.
Kwa hiyo alitumia hela kwa nadra sana taxi. Watu wengine walikuwa na enjoy tu. Kaona watu wanakula chakula, wanaenda kwenye cafeteria kule, kila kitu, mikate naliwa, kuna makeki na nini, dansi, muziki kwenye meli, si mchezo. Kila kitu kipo. Yeye amekaa pembeni tu. Mmoja akamwambia, "Wait, my friend, why don't you enjoy life?" Akamwambia, no, thank you. Alifikiri wao wamelipa matajiri. Akamwambia, "Thank you, I know. I don't feel well, but okay." Siku 2, 3, 4 wiki. But people were happy. And this guy is there. Ameshaanza kukonda. Na yule mwingine akamwendea rafiki mwingine akamwambia, "What's going on, my friend? Why don't you eat? Take food. Take." No, bei gani? Asema, "Don't worry about that. Chukua." Asema, no. Now, well, I will eat after a week. When I feel really, I'm not hungry. Naona mtumashana. Maji tu. Mwishoni wakakaribia kufika kwenye bandari. Akauliza, "Sasa how much do we pay for this?" Hiyo chakula, ameona njaa sasa, karibu anakata. Kaona sasa nimesave, walau karibu tunafika, walau masaa kadhaa tutafika bandarini. I can also now afford to eat something. Akauliza, "Haya maandazi kiasi gani?" Akaambia, "Maandazi haya ni yako kwenye nauli uliolipa. Bia zote hizi na madivai na manini, you had already paid." Akasema, "You didn't know that? It was part inclusive in your ticket." My Lord, yani njaa yote iliyokuwa nayo, kumbe ticket yangu inaweka hiyo kila kitu ndani. Most of us are like that. Wengi wetu tuko hivyo. We don't know how much privileged we are. Everything has been paid for us, but we don't want to take. Tunakataa. Ni huyo sasa mtu ambaye hajabatizwa, hajui kwamba ameshanunuliwa kwa gharama kubwa na kila kitu kumeshalipwa, anakataa kula, anakataa kunywa. Kumbe sisi wa Katoliki, let us enjoy to the full, because we know that we have been saved, we have been paid for, been rescued. Sisi sio, hakuna kitu ambacho tunalipa tena kwenda kusema tu nimekosa, jana nilewa, unaenda na amani. Tayari imeshakwesha mambo yako, unatoka huko umevaa suti mpya. Lakini watu hawataki kuvaa suti mpya, matambara yale. So you can see how awkward we are, lakini ndio ukweli. Sasa kwa wale wabatizwa ni watu ambao wameshalipiwa kila kitu, and they know it now. Hao ndio wale wanao enjoy kwenye ile meli ya mbinguni. Enjoy life. Because even at death point, unapewa komunyo ya kwenda mpaka ufike pale mlango, unapewa ile tunaita viati komunyo ya kwenda. So we are privileged. Asanteni sana.